Na mtazamaji, tuangazie taarifa ambayo tulikuwa tumeipa kipaumbele. Ni kwamba kwa hivi sasa kuna hofu ya msururu wa visa vya utekaji nyara wa watoto katika sehemu kadhaa nchini. Naam, kisa cha punde zaidi ni kuokolewa kwa mtoto wa miaka miwili aliyetekwa nyara katika mtaa wa Kiu, eneo la Githurai hapa jijini Nairobi. Naam, kamera za CCTV zilinasa namna mtoto huyo alivyochukuliwa na msichana wa miaka 15 aliyewaambia wachunguzi kuwa alikuwa ametumwa kumuiba mtoto huyo na kuahidiwa zawadi ya simu. Na kama Ode Francis anavyoarifu mtazamaji, ni kwamba kizaazaa kilishuhudiwa wakati wa kumwokoa mtoto huyo, huku wapelelezi wakiamini kwamba visa vya aina hii vimekuwa vikiendeshwa kwenye nyumba aliyookolewa mtoto huyo. Mara ya mwisho mtoto huyo wa miaka miwili kuonekana ilikuwa siku 3 zilizopita katika kanda hii ya CCTV. Mshukiwa anaonekana akimwongoza mtoto huyo kuondoka nyumbani kwao mtaani Kiu, Githurai. Kibali anaendanga hapa anarudi, anaendanga hapa na anarudi. Sasa nikashindwa. Sio nashindwa za mtoto wangu ienda na nani. Semekana wakati alitoka hapa, wakati alichukuliwa hapa, alionekana kahawedani na mtu wa within the plot. Siku ya Jumamosi tulielekea katika mtaa huo tukitaka kufuatilia kisa cha kutoweka kwa mtoto huyo. Hapo zoom sasa. Muda mfupi baadaye taarifa zikatufikia kuwa mshukiwa mwenye umri wa miaka 15 ameonekana katika eneo hilo. Tulielekea alikokuwa na kutaka kudhibitisha iwapo ni yeye kwenye kanda za CCTV. Kwenye kanda hiyo, mshukiwa anaonekana akielekea barabara ya Kwa Ng'ethe kabla ya kumchukua mtoto huyo, na baadaye akiwa amevalia fulana nyekundu yenye kofia, viatu vyeusi, kofia na suruali nyeusi. Umati ulipomtambua mtuhumiwa, ghadhabu yao ilipanda na wakataka kumshambulia. Ni hapo ndipo tulimpeleka katika kituo cha polisi cha Kiu, Githurai, tukihofia maisha yake. Umati ukamfuata hadi kituoni ambapo polisi walimkamata mshukiwa huyo. Baadaye, kwa msaada wa polisi, mshukiwa aliwaongoza maafisa hao hadi eneo ambapo mtoto alikuwa amefichwa. Kulikuwa na watoto wengine nje ya nyumba hiyo. Mshukiwa akituonyesha mahali ambapo mtoto alikuwa amefichwa. Mshukiwa mwingine pia alikamatwa katika eneo hilo. Ilikuwa afueni kwa wazazi wa mtoto huyo baada ya siku 3 ya kutojua alikuwa wapi. Mshukiwa alitaarifu kuwa alitumwa na watu wawili kumuiba mtoto. Kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Githurai, huku mtoto akipelekwa hospitalini kwa uchunguzi wa kimatibabu. Huyo mtoto nimemtafuta miaka mingi basi. Tumekaa miaka mingi bila mtoto. Naam, ni katika chumba hiki ambacho mtoto ambaye alikuwa amepotea baada ya runinga ya Citizen kufuatilia ameweza kupatikana katika maeneo haya na wazazi pamoja na polisi kuweza kuwakamata wahusika. Takwimu zinasema kila siku watoto 26 wanapotea nchini Kenya. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.